Kwa jina naitwa Pendo Daniel Kingwa, ni mwanaparokia ya Huruma ya Mungu Kigera, mwana Vikoba. Tunatengeneza sabuni. Kwa leo tumekuletea sabuni hii, ni kwa ajili ya chooni. Hii sabuni kwa ajili ya kufua, na sabuni hii ya mche kwa ajili ya matumizi mbalimbali: kufua, kuosha vyombo, kuogea. Na sabuni hii ina dawa ambayo ukitumia katika mwili wako, wale wenye mapunye, wenye vipele, sabuni hii inasaidia matatizo yote ya ngozi. Na sabuni hii chooni itaua wadudu wote wanaopatikana chooni: mende, nzi. Ina harufu nzuri sana. Haya maji sisi lengo, haya maji hayaingii huku. Najua. Lengo ni sisi kuona kwamba kujua, je, wenye yetu maji yanaweza kaa hata mwezi. Sawa. Wala hamna shida yoyote. Na ninachouliza, waini humo sitakaa humo mpaka waini itakaa mpaka siku 21. Kisha kaa siku 21 inabidi uichuje. Kwa hiyo kisha ichuja, unatoa mrija, zoezi la kupumua linakuwa limefanyaje? Limeisha katika siku 21. Kwa hiyo utachuja, utafunika vizuri, waini yako itaendelea kuiva. Hapo hapo tena hapo sasa, ili iwe nzuri sokoni. Unajua kuna wakati wa jasiriamali tunapaki hizi waini zinakuwa bado hazijaiva. Kwa unakuta kwenye maonesho huko mabomu yanalipuka, waini zimelipuka huko kwenye maduka ya watu. Chupa zimenanilii, ni kwa sababu zimetolewa zikiwa bado hazijaiva. Kwa hiyo inatakiwa baada ya zile siku 21 inabidi tena uongeze ifike miezi 3. Lakini ikiwa nje ya nini? Ya mrija. Yaani utaongeza zile siku kufikia miezi 3. Sio tunaongeza miezi 3. Utaongeza zile siku 21 ili ifikie miezi 3. Ndio sasa utapaki kwenye vifungashio vyako kwa ajili ya kupeleka sokoni. Hapa SIDO kwa siku ya leo tumekutana wanawake parokia 3: Komaswa, Kigera, Silali. Tumeweza kufika hapa SIDO kupokea mafunzo awamu ya 4. Mafunzo hayo tumefundishwa kutengeneza sabuni, kutengeneza maziwa, kutengeneza waini. Ni mafunzo ambayo tumefundishwa kwa ajili ya kutengeneza vitu katika ubora wa hali ya juu. Hivyo basi tuko kwenye prosesi ya kutaka kupata TBS. Lakini sheria mojawapo ni kufuzu kupata certificate, lakini pia kutengeneza vitu katika utaalamu. Na ndio maana tulichukua jukumu la kufika hapa SIDO ili tuweze kupata hayo mafunzo, kupata hicho cheti kwa ajili ya kukitumia katika upatikanaji wa TBS na bidhaa zetu kuwa halali 100%. Umesema awali ulitoa mafunzo kwa parokia zote. Imekuwaje sasa hivi umejikita kwenye parokia hizi 3? Awali nilitoa parokia kwa sababu mradi wa awamu ya kwanza ilikuwa ni strategic plan ya jimbo, inasema kila parokia iwe na kikundi ambacho kinatoa elimu ya ujasiriamali. Na tuliweza kufanya hivyo kwa sababu pia mradi ulibase katika parokia zote 36 kwa nyakati hizo. Lakini sasa ni parokia 3 kwa sababu tupo katika level ya teknolojia. Tunaenda sasa kufanya kwamba yale majaribio ambayo tulikuwa tunafanya katika ujasiriamali, kufundishana kwa njia ya kawaida, sasa tunataka tuyageuze kutoka njia ya kawaida kwenda katika ufunguzi wa viwanda vidogo vidogo. Katika ufunguzi wa viwanda vidogo vidogo ni hatua, inahitaji pesa nyingi, inahitaji pia process. Hivyo basi tukaona kulingana na fedha yetu ambayo tunayo kidogo, basi tutaanza na parokia chache. Ndio maana leo tuna parokia 3, lakini hatutaishia hapa kwa sababu lengo letu ni kila parokia wanawake kuwa na kikundi cha maendeleo ambacho kinakuwa na mradi wa ujasiriamali, mradi mkubwa, tufikie mpaka level ya viwanda.